Huyu dogo alishuhudia baba yake akifariki dunia kipindi ambacho alikuwa anapambania haki dhidi ya wafanyakazi wenzake. Haikupita muda tena, mama yake mzazi akamkimbia kipindi ambacho yupo mtoto, hivyo dogo akajikuta hana baba wala mama kwa wakati mmoja. Hivyo hii movie inaelezea maisha ambayo huyu dogo Sanchaka aliweza kuyapitia pasi uwepo wa baba wala mama. Mzigo unaitwa Gundara. Ungana na mimi kuanzia mwanzo mpaka tamati mwa hii simulizi, bila kusahau kusubscribe. Mimi naitwa Kipason JR. Bonge Story. Movie inaanza katika kiwanda ambacho hapa tunaona kuna wafanyakazi ambao walikuwa wakiandamana maeneo haya dhidi ya huo uongozi wa hicho kiwanda, wakiwa wanadai wapate mishahara bora, huku wakiwa wanapinga swala la ubaguzi ndani ya hicho kiwanda. Sasa katikati ya hayo maandamano, wakuu wa hicho kiwanda wakaanza kuzungumza kupitia spika. Hapa wakaanza kuwaita wawakilishi wa chama cha wafanyakazi waliokuwa wakiandamana kuweza kufanya mazungumzo nao. Baada ya kusikia hivyo, maandamano yakasimama na hawa wawakilishi ambao waliitwa moja kwa moja wakaamua kuingia mpaka kwenye hilo jengo la uongozi kwa ajili ya kwenda kuzungumza na viongozi. Sasa wakati haya yote yanaendelea, kila kitu kilikuwa kikiangaliwa na mtoto mdogo sana aliyekuwa akiitwa Sanchaka, ambaye alikuwa amekaa juu ya paa la jengo lililokuwa karibu na maeneo hayo. Tunatupa upande wa pili, Sanchaka alikuwa akimsubiri baba yake. Huyu baba yake alikuwa akiitwa Rudra. Tunagundua kwamba huyu Rudra, baba yake na Sanchaka, alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa wakiongoza maandamano katika yale maeneo. Sasa Sanchaka hapa akaanza kumuuliza baba yake kwamba kwa nini mwamba alitaka kujihusisha na hizo vurugu. Hapa Rudra akamjibu ya kwamba mtu anapaswa kuweza kuwasaidia wengine, hasa wenye uhitaji, na kupigana dhidi ya ukosefu wa haki unaotokea kwenye jamii. Kisha Rudra akaongeza kwa kumwambia mwanaye ya kwamba watu ambao hawasaidii wengine hawana ubinadamu ndani yao. Basi siku 3 zikapita, wale wawakilishi wa wafanyakazi waliokwenda kufanya mazungumzo na waongozi mpaka sasa bado hawajarudi. Asubuhi moja Sanchaka akaamka. Hapa akawa anasikia mazungumzo kati ya wazazi wake wakiwa wanazungumza kutoweka kwa wale wafanyakazi ambao walienda kama wawakilishi kuwatetea. Sasa mama yake na Sanchaka ambaye alikuwa anakwenda kwa jina la Dela, hapa akawa anajaribu sana kumsii na kumzuia mume wake asiende kiwandani, lakini kwa kuwa mume wake alikuwa ni mbishi, akawa anashindwa kabisa kumzuia. Muda mfupi baadaye Rudra akafika mpaka kiwandani, na kwa wakati huu akaanza kuwashambulia wale walinzi wa usalama, akiwa yeye pamoja na wafanyakazi wengine. Sasa tunatupa upande mwingine, huku Sanchaka na mama yake waliamua kufunga safari na kwenda kuangalia nyumba za wale wawakilishi ambao walikwenda kuwatetea wafanyakazi ambao mpaka sasa inasemekana wamepotea, ili kuweza kujua ukweli. Sasa kwa mshangao mkubwa sana, walipofika kwenye nyumba ya mmoja kati ya wawakilishi hao, wakamkuta akiwa ndani pamoja na mke wake, na hapa akawa anajaribu kutaka kusema uongo dhidi ya uwepo wake. Dela akatambua ya kwamba huo ulikuwa ni mtego wa kuweza kummaliza ama kumuua mume wake, hivyo akaanza safari ya kutaka kukimbia kuelekea kiwandani. Lakini sasa kwa bahati mbaya njiani akaanguka na kisha akajiumiza mguu wake. Akiwa hawezi kutembea, hapa akamwomba mwanaye Sanchaka aende katika hicho kiwanda ili kusudi kwenda kumzuia baba yake. Wakati huo huo, Rudra akiwa anapigana dhidi ya walinzi wa usalama, mmoja kati ya wafanyakazi waliokuwa upande wake akamkaribia na kisha akampiga mabeto mengi sana mchizi akiwa hapa. Huwezi amini, Rudra akafariki dunia hapo hapo. Kwa bahati mbaya sasa, Sanchaka anapofika kiwandani akamkuta baba yake akiwa amelala chini, yani tayari ameshafariki dunia. Huyo mtoto Sanchaka ambaye alikuwa ni mdogo sana, kwa mara ya kwanza alivunjika moyo, alilia sana na kisha akaanza kuomboleza kifo cha baba yake. Baada ya muda akainuka tena kwa hasira kali sana na kuanza kutaka kupanga kulipiza kisasi. Kisha akachukua ile ngao ya ulinzi, hapa akaanza kupiga kelele kwa nguvu. Sasa mara anapofanya hivyo, radi kali yenye mwanga mkali ikawa inampiga ghafla na kisha ikamtupa mbali, huku ikivunja ngao hiyo kwa nguvu kubwa. Sasa kwa mshangao, ngao nyingine zote zilizokuwa eneo hilo nazo pia zikavunjika kwa namna ile ile ilivyovunjika ngao ambayo aliishika Sanchaka. Kila mtu akashangazwa na hilo tukio. Wanapojaribu kutaka
kutaka kuweza kuchunguza mwili wa Sanchaka akiwa bado hajitambui, nguvu hiyo ya radi ikawasukuma nao pia mbali. Kisha movie inatutupa mbele miaka kadhaa baada ya hilo tukio kutokea. Sanchaka yeye kwa sasa anaishi na mama yake ambaye anamwambia kwamba anahitaji kwenda mjini kwa ajili ya kununua baadhi ya vyakula na mahitaji mengine ya nyumbani. Sanchaka hakutaka kabisa kuachwa peke yake, lakini hakuwa na chaguo. Aliamua tu kuweza kukubali. Siku kadhaa zikawa zimepita, lakini mama yake bado hakurudi kabisa nyumbani. Mbaya zaidi ni kwamba chakula chote kilichokuwepo ndani kikaanza kuisha na Sanchaka akalazimika kutoka nje ili kusudi kuweza kutafuta chakula na yeye aweze kuishi. Sasa tunatupa upande huu hapa tunamuona mtoto Sanchaka akiwa anafukuzwa na baadhi ya watoto wa mtaani, na baada sasa kuweza kufukuzana kwa muda mrefu, hapa wakamkamata Sanchaka na kisha wakaanza kumpiga vibaya mno. Lakini sasa mmoja kati yao akachukua kipande cha mbao, na wanapotaka kukaribia kumpiga na hicho kipande kikubwa cha mbao, kijana mwingine wa kuitwa Agongi akafika mpaka maeneo haya na kumwokoa. Alipambana vyema na hao watoto wa mtaani. Sanchaka anapoamka anajikuta akiwa amelala ndani ya chumba ambacho hakijui ni cha nani, lakini ukweli ni kwamba hichi ni chumba cha Agong na Agong mwenyewe alikuwa amekaa pembeni yake. Sasa hapa Agong anamwambia Sanchaka anapaswa kuweza kuwa mwangalifu dhidi ya hawa watoto wa mitaani, lakini hakuishia hapo. Akamwahidi kumfundisha hatua za msingi za yeye kuweza kujilinda, yani kumpa skills za mapambano, na kweli bwana akafanikiwa kuweza kumfundisha. Usiku huo wawili hao waliamua kupanda treni waende sehemu nyingine kwa ajili ya kwenda kutafuta maisha yao mapya. Hapa wakapanga kudandia treni. Sasa wakafika mpaka stesheni. Kwa kutumia kasi pamoja na uwezo wake wa mwili, Agong akafanikiwa kupanda ile treni iliyokuwa ikienda kasi, lakini Sanchaka alijaribu akajikuta akiachwa tu nyuma. Alikimbia sana, lakini huwezi amini ilishindikana kwake kupanda kwenda mji mwingine. Hapa Sanchaka akakosa mtu mwingine wa kuweza kumtunza. Sanchaka hapa akaanza kuishi kama mtoto wa mitaani, akaanza kufanya kazi ndogo ndogo na vibarua vya hapa na pale ili kuweza kupata pesa na kuendesha maisha yake. Kisha movie inatutupa miaka kadhaa mbele, ambapo hapa tunamuona Sanchaka akiwa tayari ni mtu mzima, akiwa anakimbia mitaani, ila kwa sasa ameshaanza kufanya kazi katika kiwanda fulani hivi cha karatasi, na yeye ni kama mlinzi tu wa usalama. Wakati anatoka hapa akaona watu wakiwa wanapigana mitaani, lakini kwa sababu Agong alishamwambia ya kwamba anapaswa kuweza kufuata mambo yake, basi hapa akaamua kuwapotezea watu wao, na kisha yeye akaendelea na maisha yake ya kawaida. Sasa pamoja na hayo yote, Sanchaka bado amekuwa muhoga wa radi. Unaambua kila inapotokea basi atatafuta sehemu na kisha atajificha. Kisha movie inatutupa moja kwa moja mpaka kwenye sherehe moja, ambapo hapa tunaona kuna watu wawili wakiwa wanazungumza kuhusu mtu mmoja wa kuitwa Pankor. Sasa inaonekana ya kwamba huyu mtu alipitia matatizo mengi sana wakati watoto wake. Hapa wakawa wanazungumzia hii familia ya Pankor, jinsi ambavyo imeteketezwa na moto na jinsi yeye alivyonusurika na kujificha ndani ya kabati. Kisha filamu inaturudisha nyuma kabisa, na hapa inaanza kutuonyesha maisha ya zamani ya huyu mtu wa kuitwa Pankor, ambapo tunaambiwa kwamba mjomba wa Pankor aliamua kumpeleka kituo cha watoto yatima, tena kile cha watu wenye tabaka la chini kabisa, ambapo watoto wa huku huwa wanateswa sana. Akiwa na hofu ya kuchoshwa na hayo mateso kila siku, Pankor akaamua kupanga njama akiwa pamoja na watoto wengine yatima waliokuwa wakilelewa maeneo haya, na njama moja kubwa ilikuwa ni kuangamiza wale walezi wakatili ambao walikuwa wakipatikana kwenye hicho kituo. Sasa baadaye Pankor alifanikiwa kupata urithi wa baba yake, na kisha akatumia hizo fedha kwa ajili ya kuweza kuwalea watoto hao yatima. Sasa movie inatutupa katika huu wakati wa sasa. Hapa Pankor kwa sasa ni kiongozi wa kundi fulani hivi la uhalifu aliyesimama sehemu kubwa sana ya serikali, tena serikali ambayo ilikuwa imejaa rushwa huko nchini Indonesia. Pia akawa anaongozwa na jeshi la watoto yatima ambao hawa walifundishwa kufanya matendo ya kiuhalifu. Sasa hawa watu wakatengeneza mpango mahususi sana ya kuweza kuharibu biashara ya usambazaji wa michele, na kwa wakati huu wakapanga kutumia kemikali maalum ambayo hutumika kwa ajili ya kuweza kufanyia abortion kwa wasichana wajawazito. Basi wakafanya hivyo, lakini baada ya hapo idadi kubwa ya watu ikaanza kudai ya kwamba kumepatikana dawa za kuzuia yale madhara ambayo yameweza kutokea katika hiyo jamii, ambapo ilitengenezwa na kampuni ambayo wao wenyewe walikuwa hawajui, yani kampuni isiyojulikana ya dawa, ingawa bado ilikuwa haijathibitishwa hiyo dawa. Sasa huu mzozo ukafika mpaka bungeni na ukasababisha kugawanywa kwa makundi yasiyopungua mawili. Kundi la kwanza lilikuwa likiongozwa na mwamba Pankor akiwa pamoja na washirika wake
watu hawa walikuwa wanapinga utolewaji wa hizo dawa, huku kundi la pili lilikuwa likiongozwa na mbunge mmoja wa kuitwa Ridwan Bari akiwa pamoja na mwenzake wa kuitwa Durga, ambao wote walikuwa wakiunga mkono mswada wa kusambaza hizo dawa ili kusudi watu katika jamii wapone. Sasa siku hii wakati wa sherehe, Penkol alimkaribia mwamba wa kuitwa Durga na kisha akampa mkono ili kusudi kusalimiana naye, lakini Durga alikataa kabisa huo mkono wa mwamba Penkol. Jambo hilo lilimkasirisha kishenzi huyu mchizi, akaweka kinyongo moyoni. Baadaye Durga wakati anarudi nyumbani, watu wa Penkol wakamkamata yeye pamoja na familia yake na kisha wakaikatisha moto familia hiyo bila hata huruma. Sasa tunatupwa katika tukio jingine. Sanchaka alipokuwa hapa akawa anasikia kelele kutoka kwenye chumba cha jirani yake, na hapa akagundua kwamba kuna majambazi wawili walikopo wakimtisha mwanamke maskini aliyekuwa akiitwa Wuran. Hapa wakawa wanamshindikiza awape pesa. Sasa akiwa amesikia pamoja na kuona hilo, Sanchaka alishindwa kabisa kujizuia, na kwa wakati huu akaamua kuwafata ili kusudi kuwakabili majambazi hao. Sasa kwa kutumia uwezo wake mkubwa wa kupigana aliyokuwa nao, akaanza kupambana na kweli akafanikiwa kuwashinda watu hao kwa urahisi sana. Baada ya hapo, hao majambazi wakaondoka na kukimbia maeneo haya. Wulan akamshukuru sana Sanchaka kwa hichi cha kumwokoa yeye pamoja na kaka yake wa kuitwa Teddy. Sasa siku hii usiku, wakati Sanchaka akiwa kazini, akiwa kama mlinzi wa usalama kwenye kile kiwanda anachofanyia kazi siku zote, kundi kubwa zaidi la majambazi likawa limefika mpaka maeneo haya, likaanza kumshambulia, na hapa likaanza kumpembezea kichapo na kumpiga vibaya sana. Akiwa amenyong'onyea, watu hawa wakadhani ya kwamba Sanchaka tayari ameshafariki dunia. Hapa wakambeba na kisha wakamtupa kutoka juu ya jengo na kumrusha mpaka chini, kipindi ambacho mvua kubwa ilikuwa ikinyesha. Sasa kwa mshangao zaidi, radi inapopiga, ule mwanga wa radi ambao ulikuwa kama umeme ukapita moja kwa moja mpaka kwenye mwili wa Sanchaka. Katika hali ya kushangaza, ule mwanga ukamwamsha Sanchaka. Radi hiyo ikaanza kumponya majeraha yake na kumrudisha tena katika maisha na katika hali yake ya kawaida, yani Sanchaka akapata nguvu. Siku inayofuata akamwona yule Wuran. Kwa wakati huu alikuwa akizungumza na wafanyabiashara wa hilo soko na kisha akawapa njia ya kujilinda dhidi ya hao majambazi. Ghafla wale majambazi ambao walimpiga Sanchaka hapo awali wakafika mpaka eneo la tukio, na kwa wakati huu wakaanza kumfata, lakini safari hii Sanchaka alikuwa na nguvu za radi, hivyo akapambana nao, na ukweli ni kwamba alifanikiwa kuwashinda kwa urahisi. Wuran baada ya kuona uwezo mkubwa wa mapambano aliyokuwa nao Sanchaka, hapa akamfata, na kwa wakati huu kwa kuwa alivutiwa na upiganaji wake, akamwomba Sanchaka ajiunge nao katika mapambano yao dhidi ya wale majambazi. Ila Sanchaka aliposikia hivi alikataa na kisha akaamua kuendelea tu na kazi zake. Hakutaka kabisa huo mchongo. Sasa kwa bahati mbaya, sasa lile kundi la majambazi likarudi tena na likaanza kuchoma soko lote maeneo haya na kuharibu kila kitu kilichopo maeneo haya. Sasa kutokana na hiyo hali iliyotokea ya soko lao kuweza kuchomwa, Wuran alikuwa na wasiwasi sana kwa wakati huu, kisha akaamua kumfata Sanchaka, na kwa wakati huu akamwambia kwamba kama kuna binadamu hawezi kuwasaidia watu wengine wenye uhitaji, basi huyo binadamu ni sawa na mtu aliyekufa. Sasa kumbuke, hii kauli ni kauli ambayo aliizungumza baba yake na Sanchaka kipindi ambacho alikuwa hai na Sanchaka alikuwa mtoto mdogo sana. Baada ya kusikia maneno hayo, Sanchaka akamkumbuka baba yake aliyefariki dunia, na hapa akaamua kuchukua jukumu la kupigania watu na kukubali kujiunga nao. Basi bwana, kwa kuwa aliamua kufanya hivyo, akaamua kujivalisha barakoa ili kufunika uso wake, na kwa wakati huo akaanza kupambana na makundi mabaya ambayo yanatawala katika huo mji. Sasa wakati wa moja ya mapambano yake, mtu asiyejulikana alikuja hapa na kisha akamchoma kisu na kuchukua sampuli ndogo ya damu yake. Sanchaka licha ya kwamba alichomwa na kisu, lakini yeye hakujali wala kuogopa, kwa sababu alikuwa anajua ya kwamba majeraha yake yatapona tu kwa nguvu za radi. Wakati huo huo, habari zikaanza kutangaza wanawake wengi wajawazito wanaanza kuumwa ugonjwa wa hatari baada ya kuweza kutumia vyakula vipya vilivyosambazwa. Pia inasemekana hata hawa watoto wa wanawake ambao wameambukizwa kutoka tumboni watakuja kuwa waovu na watakuwa ni sababu kuu ya kuongezeka kwa uhalifu hapo mchini. Na kila kitu kilikuwa kikifanywa na mchizi wa kuitwa Penkol akiwa pamoja na kundi lake. Lengo lilikuwa ni kupata faida kubwa ya kuuza dawa za kuzuia huo ugonjwa. Katika tukio linalofuata, Sanchaka anajifunza namna ya kuweza kudhibiti nguvu zake za radi na kuweza kutengeneza vazi maalum ambalo litamfaa yeye. Kisha akaanza kupambana na makundi ya uhalifu katika hilo jiji na kisha kuzuia familia zisizo na hatia kutendewa mabaya na kutishwa dhidi ya watu wabaya waliokuwepo katika hilo jiji.
jiji. Mavazi haya aliyotengeneza Sanchaka yalikuwa ni mavazi mazuri na yalikuwa hayana tofauti na mashujaa wengine wa kwenye movie. Hapa akaanza kuwashambulia majambazi, akiwemo mpiga violin mmoja aliyekuwa akiitwa Adil Suleiman, ambaye ni mmoja kati ya mawakala wa mayatima na mtandao mkubwa wa Pencol, na ndiye aliyepewa jukumu kubwa la kuweza kuchoma soko lile. Tunatupa upande wa pili, mlinzi wa Pencol alikuwa akiitwa Azizi pamoja na rafiki yake wakawa wanachimba sehemu fulani hivi kutoa sanduku la siri ambalo lilikuwa limefichwa ardhini. Wakati huo huo, mbunge yule Ridwan Bari akakutana na maafisa wengine wa serikali na kusema ya kwamba wamegundua kwamba Pencol ndio aliyehusika kusambaza mchele wenye sumu katika hilo jiji. Kisha wakaamua kushirikiana kumzuia Pencol pamoja na athari zake ambazo anazileta katika jamii. Hapa wakafikia wazo la kumtafuta shujaa kama Sanchaka ili awalinde baada ya kusikia jina lake kwenye taarifa za habari. Ridwan Bari akawaamuru maafisa wengine wasambaze dawa ambazo zitatumika kwa ajili ya kuweza kuzuia sumu ambayo Pencol aliweza kuisababisha kwa wananchi. Kwa upande mwingine, Pencol akaletewa mwili wa Adil Suleiman. Anapomuona Adil Suleiman amefariki dunia, Pencol alikasirika sana kwa sababu Suleiman alikuwa yatima, lakini pia alikuwa akitunzwa na hilo shirika lake. Pencol akawaamuru watu wake wawakusanye watoto wote yatima na kisha wapambane dhidi ya Sanchaka ama shujaa mpya katika hilo jiji ili kuweza kulipa kisasi cha kile ambacho aliweza kumfanyia Adil Suleiman. Muda mfupi baadaye, kweli bwana, wale watoto yatima wakapokea simu kutoka kwa baba yao na kisha wakafanya kama vile walivyoelekezwa. Wakaanza kuleta vurugu katika jiji lote maeneo haya, wakaanza kuwamaliza maafisa wa serikali waliokuwa wakipinga ule mpango wa Pencol. Wakati huo huo, mmoja kati ya hao watoto yatima ambao walikuja kwa ajili ya kufanya uhalifu alikuwa anamkaribia Ridwan Bari akiwa na lengo la kutaka kuweza kummaliza maeneo haya. Sanchaka akawa amefika akiwa amevaa vazi lake la kishujaa na kisha akapambana na kumwokoa Ridwan Bari. Baada ya hapo, Ridwan Bari akaamua kumkaribisha Sanchaka na kumwomba msaada wa kuweza kuwaokoa watu wake. Sasa tukio linalofuata, maafisa wa serikali kwa namna fulani wakawa wanafanikiwa kuweza kukubaliana kusambaza zile dawa za kuzuia sumu, lakini kitu cha ajabu ni kwamba bado hiyo dawa ya kuzuia hizo sumu katika mitaa hazikufanyiwa majaribio na serikali, lakini waliamua kutumia kutokana na hali ya dharura. Wananchi wengi walikuwa wakidondoka kwa sababu walikosa hiyo dawa. Wakati huo huo, Ridwan Bari akapokea simu. Hii simu ilikuwa ikimjulisha kwamba kiwanda kinachotengeneza hiyo dawa ni mali ya Pencol. Baada ya kusikia hivyo, Ridwan Bari akagundua nguvu aliyokuwa nayo Pencol na akaamini ya kwamba kama hatasimamishwa basi hakuna mtu atakayeweza kuzuia dawa hizo bandia kusambazwa kwa wananchi. Hapa akagundua kwamba Sanchaka ndiyo mtu pekee mwenye uwezo wa kuweza kumsimamisha bwana Pencol na ndiyo mtu pekee ambaye anaweza kusimamisha magari yaliyobeba dawa hizo za bwana Pencol. Ridwan Bari akampigia simu na kumwelekeza mazingira mazima kuhusu hali hiyo. Sasa katika hali ya kushangaza, mara Sanchaka anapomaliza kuongea na simu, Pencol akafika mpaka nyumbani kwake akiwa pamoja na lile jeshi lake la wauaji ambao ni yatima. Hapa akawaamuru watu hawa wamwangamize Sanchaka. Sanchaka hapa alikuwa amechoka sana na alikuwa hana hata nguvu nyingi. Akapambana nao, alipambana sana, akafanikiwa kumshinda mmoja baada ya mwingine kwa kutumia zile nguvu zake na uwezo aliokuwa nao. Sasa wakati Pencol anakaribia kumshambulia Sanchaka, Ridwan Bari akafika na kwa wakati huu akamchapa risasi bwana Pencol na kumkatisha moto hapo hapo, hivyo akafanikiwa kuweza kumwokoa Sanchaka. Tunatupa upande wa huku, watu wakawa wanakaribiwa kupewa hizo dawa bandia za kuzuia sumu ambazo zinaweza kusababisha hata magonjwa au watu kuweza kufariki dunia. Baada ya kutambua hatari hiyo, Sanchaka aliondoka na pikipiki na kwenda kusimamisha msafara ambao ulikwenda kusambaza hizo dawa, na kwa kupitia msaada wa mwanamke asiyejulikana wa kuitwa Sir Asihi, Sanchaka akafanikiwa kufikia kweli ule msafara na kisha akazipata kweli zile sampuli za dawa bandia. Akatumia nguvu zake kuu zile za radi kuharibu chupa moja ya dawa hiyo. Sasa kwa sababu chupa zote zipo sawa, hivyo hii nguvu ambayo imetumika kwenye hii chupa moja ikafanya zile chupa zote kuweza kuharibika. Hii ni sawa na kile ambacho tulikiona pale mwanzoni ambapo ngao yake ilipoharibika basi ngao nyingine nazo pia ziliharibika. Kutokana na hilo, hatari hii ikafanikiwa kuweza kuondolewa. Watu wote wakafanikiwa kuokolewa kutoka katika hizo dawa hatari ambazo zilipangwa kwa ajili yao. Sasa tunatupa upande huko wa pili, mshirika wa Pencol aliyekuwa akiitwa Ganzur. Hapa alikuwa akibomoa ukuta na kwa wakati huu akagundua mahali hapa kulikuwa kuna kaburi
la zamani lililofichwa. Kisha akatoa sanduku la siri lililoonekana hapo awali na kisha akaanza kulinyunyizia matone ya damu, tena ni damu ya Sanchaka ambayo ilichukuliwa kwa siri sana bila yeye mwenyewe kuweza kufahamu. Baada ya kufanya hivyo, akaunganisha mwili pamoja na kichwa na kumfufua mtu wa kuitwa King Lawok ambaye ni shujaa hatari wa zamani katika zile zama za kati. Gwanzur akaanza kumweleza kuhusu kuasiri kwa kiumbe cha kuitwa Sanchaka. Yeye alikuwa akikiita kwa jina Gundara. Mwishoni kabisa, kiumbe Kilawok akamwamuru Gwanzur kuandaa jeshi la wauaji kuhakikisha ya kwamba kunakuwa na vita dhidi ya Sanchaka. Mambo yamezidi kuwa makubwa, lakini sasa hapa ndipo mzigo huu unapoishia. Embu drop comment yako hapa chini, wewe umeionaje hii hapa kazi? Usiache kulike, kucomment pamoja na kusubscribe bwana. Hii ni Bonge Story na mimi naitwa Kipaso Njeyara bwana. Oi. Bonge Story.